Mtazamaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi njema, asubuhi ya baraka, siku ya Jumapili, ambalo ninaamini kwamba wakati mwingi huwa unajiuliza hiyo siku itafika lini niweze na kufika kanisani, niweze na kubarikiwa na neno, niweze na kuomba. Lakini kwa hii wiki yote tumeweza na kujua kwamba maombi, tujipeane sana katika maombi kila wakati. Singesema kwamba siku ya leo hatufai kujipeana, lakini neno ni kwamba kujipeana katika maombi kila wakati, kujitolea kumuomba Mwenyezi Mungu kila wakati, na tundumu ndani ya maombi. Hayo ndio tumekuwa tukifundishwa hiyo wiki yote, na siku ya leo tutaendelea na kumaliza pamoja naye Pastor Jackson Mutinda kutoka kanisa la ABC Lumbwa. Ataendelea na kutufundisha mengi juu ya mwenye maombi siku ya leo kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka, ambapo ninaamini kwamba ni fundisho ambalo linazidi na kukubariki. Karibu sana, tuendelee na kupokea hizo baraka hata kabla hatujaweza na kufika kanisani kwa siku ya leo. Asubuhi ya leo, asubuhi njema, asubuhi ya baraka ambayo Bwana ametuwezesha kuwa nayo, ikiwa ni Jumapili ya siku ya leo, ikiwa ni matumaini yangu ya kwamba Bwana amekutayarisha vizuri ili unapoenda katika nyumba yake uweze kupokea baraka zako za siku ya leo. Maana katika kila ibada inayo baraka yake, na hakikisha ya kwamba baraka za leo zimekupata katika nyumba ya Bwana, kwa sababu ukiwa pale Bwana ana jambo ataenda kulizungumza kwako. Na lile jambo atakapoenda kulizungumza kwako, tunaamini ya kwamba huyo Bwana atakutetea, atafanya mambo mengi sana. Hata atafungua familia yako, atakuelekeza katika mambo mengi, na Bwana wa neema atakushindania, kwa sababu yeye ni mwema na hata mwaminifu, maana yeye anatupenda, yeye anatawala. Hivyo basi, pendo mtazamaji, asante kwa injili ya leo, na ni matumaini yangu ya kwamba utakapokuwa unaenda kanisani, wengine wataenda kazi. Naomba tubarikiwe kwa siku ya leo kwa pamoja. Na tuombe. Baba mtakatifu, Mungu ishie milele, asante kwa sababu ya upendo wa kipekee, asante kwa sababu ya nguvu zako, asante kwa sababu ya neema ya siku ya leo. Baba, asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu ya siku hii ambayo ni siku mpya ambayo Mwenyezi Mungu umeileta katika maisha yetu. Tuomba kwako Bwana, utushindanie, ututetee Bwana, na hata zaidi ya yote Mwenyezi Mungu ukatuelekeze katika kutenda mema yako tunaposikiliza neno lako Bwana, likatuelekeze na tukaweze kulifahamu, likitenda kazi, na zaidi ya yote Bwana likileta baraka kwetu. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Tulikuwa tukiangalia characteristics of a prayerful person, ama tabia ya mtu ambaye ni mwombezi. Na tukaona huyu mtu, jambo la kwanza ni mtu ambaye amejipeana sana, na jambo la pili ambao ni tutaenda kuliangalia. Tunapoangalia huyo mtu ambaye amejipeana, tukaona Yesu aliweka mfano mwema wa mtu ambaye anaweza wa kujipeana na kutenda mambo mengi ya kiroho, na yeye mwenyewe akawa mwanzilishi ya kutuonyesha ya kwamba inawezekana. Na akaenda kwa siku 40, 14 days and 40 nights in the wilderness, akiomba pale. Na tukaona tena aliweza kuwaombea wanafunzi wake, aliwaombea wanafunzi wake, na wanafunzi wake wakati aliwaombea, basi tunaona ya kwamba aliweka mfano mwema sana kwetu. Na ya kwamba kuna jambo ambalo ningependa nikukumbushe ya kwamba hata wakati unapoomba, na zaidi unapoombea watu na unaona wengine hawabadiliki, usikome kuomba ama usiwache kuomba. Endelea tu kuomba, and finally Mungu ataweza kujibu. Naona hata Yesu mwenyewe akisema
hata waliowapelekea kuna mwana aliyekuwa wakupotea. Na huyo mwana wakupotea alipotea tu kwa sababu wale wengine waliolipokea lile neno alilowahubiria, na sasa anawaombea kwa sababu amewaleta mikononi mwa Bwana, hao waliweza kutii. Lakini wale ambao walikataa, basi haikuwa ni shida kubwa kwake, japo alifanya mengi sana. Siku ya leo tutaangalia tabia ingine ya mtu ambayo ni mwombezi. Mtu ni mwombaji, anakuwa na faith na imani, na anajua ya kwamba kupitia ile imani na yale maombi ambayo anaomba, that God is listening and he will answer. Anajua ya kwamba through faith and confident that God is listening and he will answer. Kwa hivyo in the book of Nehemiah chapter number 2, ukiangalia verse number 19, tunaona Yeremia alijitoa sana na akaweza kuanzisha mambo yake yote kwa njia ya maombi, hata kutubu na hata kumshukuru Mungu. Na katika maombi yake yote, because maombi yamekuwa indicated in the book of Nehemiah chapter 1, tunaona ya kwamba katika yale mambo yake yote ambayo aliweza kuyafanya Nehemiah, kulitokea watu wakawa wanataka kudharau ile kazi ambayo alikuwa anaifanya. Na ukiangalia verse number 19, the Bible says, lakini waliposikia Sanbalati Mhoroni na Tobia mtumishi wake Mwamoni na Geshemu Mwarabu walitucheka. Yaani ikiwa hawa watu wanaweza kujitoa waende wakafanya kazi, na ujua ya kwamba Nehemiah alikuwa ameomba nafasi mbele za Bwana, na Bwana akafungua, na Mungu akafungua nafasi kupitia kwa wakubwa wake. Na kwa maana pale alipita vizuri sana. Alipopita vizuri, basi akawa kona mabarua ya kwenda pale mahali ambapo anakata miti ili aweze kwenda kurejesha Jericho ama Yerusalemu. Na Biblia inasema katika wakati ule Nehemiah alikuwa katika ile hali, wakati alipofaulu akienda kutokea sasa, kwa sababu ya ile kazi ambayo alikuwa anaomba Mungu amwezeshe, na akapata watu ambao aliwapatia, na Biblia inasema na wakaiweka mikono yao nguvu ili wafanye kazi. Na hii inanionyesha ya kwamba Mungu afanyi kazi na mikono iliyolengea. Lazima mikono yako uitie nguvu ili Bwana akuwezeshe kufanikisha na kutenda mambo mengi. Kwa hivyo siku hii ya leo, pendo mtazamaji, waliposikia kina Tobias, kina Sanballat, Biblia inasema Nehemiah alikuwa na msimamo tu, akasema ya kwamba kunaye Mungu ambaye yuko mbinguni, na huyo Mungu atasimama kwa niaba yao. Huyo Mungu atawatetea, huyo Mungu atawashindania. Mpendwa mtazamaji, naomba nikuambia ya kwamba kunaye Mungu anashindania watu wake. Na ndiyo maana tunaporudi pale mwanzoni tulipokuwa tunaangalia, tukasema usiwahi cheza na mtu ambaye anaenda kumpiga magoti na kumlilia aliyemuita. Wachana na huyo mtu, kwa sababu huyo mtu ni moto wa kuotea mbali. Na hivyo basi, na vile anaomba magonjwa yanatoroka, ndiyo ana uwezo wa kuomba na akaondokewa na vitu nyingi na hatari nyingi sana. Kwa sababu huyo mtu wakati anapongeuza macho yake, Mungu anamsikia. Nehemiah alifanya hivyo. Nehemiah alimwangalia Bwana. Nehemiah alimtazamia Bwana. Mpendwa mtazamaji, mtazamie Bwana siku zote za maisha yako. Mche Bwana, ishi pamoja naye, mpatie mambo yako yote na atakuelekeza. Mpatie mambo yake yote na atakutendea. Mpatie mambo yake yote na hautaibika siku moja. Mpatie mambo yako yote hata kama ni magonjwa. Yesu alifanya mambo mengi sana. Kwa imani wagonjwa wakapona. Kwa imani viwete wakatembea. Kwa imani watu zaidi ya 5,000 wakakula. Kwa imani akalisha mkutano mkubwa na samaki na
mikate na samaki. Kwa hivyo hakuna ambalo aliwezekani kwa Mungu. Labda umekata tamaa, labda hujui uende wapi, labda hujui uanzie wapi, nyumba imefungwa, kazi umepoteza, kuwa na imani ya kwamba Bwana ataenda kutenda. Kwa hivyo tabia ya mwombezi tumesema ya kwamba ni mtu ambaye ako na imani ya hali ya juu, na ile ingine ni confident, kujua ya kwamba Bwana lazima atatenda. Kwa sababu alisema, unajua wakati unapoambia mtoto nitakuletea, basi mtoto anajua ya kwamba bila shaka utamletea. Na ikiwa hautamletea, basi atakuona wewe kama mdanganyifu. Na ili asione hayo mambo yote, basi kuwa na imani na ya kwamba Bwana atatenda, ya kwamba Bwana atakuongoza, na ya kwamba Bwana atakushindania, na zaidi ya yote utaitwa mbarikiwa. Bwana atubariki, Bwana akubariki. Mjipange, enda kanisani. Wacha kuwa na hiyo roho ya uvivu. Mjipange, tembea, enda kanisani. Enda ukaite Mungu, mwambie Bwana, naomba haya mambo yangu yote uyashughulikie, na Bwana atakutetea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, sande kwa injili ya neno lako takatifu. Sande kwa injili ya wiki hii ambayo Mwenyezi Mungu umetupatia kushiriki sauti yako. Neema yako na ikawe pamoja nasi, na Bwana ukatushindanie na ukatutetee. Sande Bwana kwa sababu ni mwaminifu, na zaidi ya yote utasimama nasi, na zaidi ya yote tutakuwa washindi. Bariki watazamaji wa runinga hii, na ili Mwenyezi Mungu akawe chini ya uongozi na neema yako Bwana. Staff ama wafanyikazi wote wa runinga ya Undugu TV, Baba, wakapate heri machoni pako. Wanayo mahitaji, washindania Bwana kwa njia zako za kianjabu. Na hata kanisa lote, kanisa la African Brotherhood Church na makanisa yote humu nchini, Baba, yakapate kimbali na neema kwako. Tupe nguvu na ujasiri ili tukashindane vita vya kiroho na tuweze kushinda. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba. Amen. Ni kweli kabisa, wiki yote tumekuwa tukifundishwa vile ambavyo tunafaa na kujipeana mbele za Mwenyezi Mungu na kundumu ndani ya maombi ama katika maombi. Na tumeweza na kujua huyu mwenye kundumu katika maombi, tabia zake ni gani. Na asubuhi ya leo tumeweza na kufunga hayo mafundisho kwa kujulishwa na kufahamishwa kwamba tuwe watu ambao wako na imani, wanaamini. Yule mtu ambaye anajipeana katika maombi, anajitolea, uombe ukiwa na imani kwamba Mwenyezi Mungu anasikiliza na Mwenyezi Mungu ataweza na kukutendea. Mwenyezi Mungu anakufikiria mema kila wakati. Mwenyezi Mungu mawazo yake yako kwake, yako kwako, na anakufikiria mema. Tuzidi na kumtumainia na tuendelee na kukaa ndani ya maombi kila wakati. Mahali popote pale utaabudu kwa siku ya leo, ninakutakia ibada ya baraka, ibada njema kwa watumishi wote. Mwenyezi Mungu na azidi na kuwainua na kuwatumia sana kupitia Roho wake Mtakatifu, ambaye sio mwepesi kama sisi binadamu na ni mwalimu kwetu. Ninaongea hayo nikiamini kwamba siku ya leo ni ile siku ambayo tunakumbuka vile ambavyo Roho ama tuliweza na kubarikiwa na Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu. Yesu mwenyewe akasema kwamba hataweza na kutuacha tukiwa kama watoto yatima, lakini alituachia Roho Mtakatifu aendelee na kuwa mwalimu kwetu, atufundishe na pia azidi na kuwa mwombezi wetu. Kuwa na wakati mwema na Mungu na akubariki. Pasa tumeshukuru sana ni kwa sababu ya fundisho hilo lote kwa wiki mzima. Mtazamaji wangu pia ninakushukuru maana umeweza na kutembea pamoja nasi, mkafuatilia hiki kipindi ambacho kimekuwa ni cha baraka kwako. Ukakifuatilia sana. Mwenyezi Mungu na akubariki pia. Mwenyezi Mungu akayajibu maombi yako. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na ikunenee mema juu yako. Bye bye.